simulizi hii ni nzuri sana na inahitaji sana utulivu wakati wote wa kuisikiliza ili upate kuelewa matukio, lakini pia mtiririko wa kila kitu ambacho kitakuwa kimeandikwa hapa ndani. Mimi nakukaribisha kwa moyo dhati. Karibu sana kwa ambaye bado hujasubscribe channel yetu, lakini usiache kuandika comment yako hapo chini, usiache kushare, usiache pia kuweka like yako hapo. Usiache pia kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii pale Audiomack, TikTok, Facebook pamoja pia na Instagram. Lakini kwa ambao unataka kuwepo na sisi kwenye group letu la simulizi pale WhatsApp, basi tuma ujumbe wako kwenye namba ya simu ya 0757567253. Nyuma mic, jina langu naitwa Tutu, na moja kwa moja tukaanze simulizi yetu, na hii ni sehemu ya kwanza. Tunaanzia hapa ambako mwandishi anatupa utangulizi kwanza kwa kuanza kumuelezea binti ambaye anakwenda kwa jina la Upendo Joshua. Upendo Joshua ni msichana na binti ambaye alikuwa amekataliwa na mpenzi wake baada ya kuwa amepata ujauzito. Mpenzi wake huyo bwana alikuwa na mke wake na yeye alifanywa tu kama mchepuko, kwa hivyo kupatikana kwa ujauzito ilikuwa ni kama sababu ya kuilea na kuitunza mwenyewe. Lakini alikuwa anatakiwa chuo. Bibi huyu alijitoa muhanga na kujifungua, na mwisho alianza malezi ya kumtunza binti yake. Katikati ya malezi hayo unatokea msala mwingine. Binti ambaye anaitwa Grace, ambaye yeye alikuwa na miaka 12, anamfikishia watoto mapacha wote wakiwa wa kike. Anapomuuliza umewatoa wapi hao watoto, Grace anamjibu kuna watu wanataka kutuua, tunaomba msaada. Basi huruma haijawahi kumwacha mtu salama, na malipo ya huruma yapo na Mungu pekee ndo ambaye huwa analipa, lakini sio sisi binadamu. Basi msichana huyo anaamua kulea familia ile na kufanya ongeze juhudi ya watu 4 katika makazi yake, ikiwa ni pamoja na mtoto wake ambaye amekataliwa na babake, mapacha hao wawili, lakini na yule mtu ambaye alikuwa amewaleta wale mapacha. Lakini kabla malezi haya hajafika mbali, polisi wanaingilia kati na kumwambia kwamba anakamatwa na jeshi kwa kesi ya mauaji. Laini zake zote zinaonekana kwamba amehusika katika mauaji ambayo yalitokea siku chache hapo nyuma. Sasa Upendo ajui afanye jambo gani kama si kukubali. Nilikuwa tu inatakiwa awe nyuma ya nondo, yani hakuna namna nyingine. Sasa Upendo anamwambia Grace akae na watoto, huku yeye akiwa anaenda kuhangaika na hao polisi, lakini pia anamwambia mtoto wake kwamba nitarudi mwanangu, na hii inakuwa ni mwanzo wa matatizo yake. Laiti kama angejua kuwa atakapotoka polisi atakuta mtoto wake kwamba kauawa, basi asingekubali kabisa kuondoka. Ndio, mtoto wake aliuawa. Wale mapacha walichukuliwa na Grace mwenyewe aliuawa kikatili sana. Upendo anaacha masomo, anaacha kila kitu kwa ajili ya kutafuta uuaji. Kumbuka binti alikuwa ni binti wa chuo ambaye pia alianza kwa kupitia changamoto za kukataliwa, lakini akaona pamoja na kukataliwa anaweza kuilea familia ya watu 3, lakini anaenda na kurudi hamkuti hata mmoja. Sasa Sam Dafur anatukaribisha sana kwenye mkasa huu ambapo yeye aliuita nitarudi mwanangu katika maandiko yake yote, lakini sisi tunauweka kwenye jina lile lile kwa sababu ni muendelezo wa simulizi yetu ya Dorika, labda mapenzi sijui. Karibu sana msikilizaji. Tunaanzia hapa ambako tunakutana na mtu akiwa anaongea na mama yake. Anamwambia mama, leo nipo katika kaburi lako. Niko hapa mamangu, nimekuja kukutembelea. Labda kuna kitu unaweza kunipatia. Labda hata kinaweza nitolea hata machozi ambayo yananidondokia katika kaburi lako. Kama utashindwa kunipatia, basi mimi nitakusimulia machache baada ya kifo chako mama. Samahani kwa kudondosha machozi juu ya mchanga ambao umefunikwa. Nisamehe sana mamangu. Sipendi hivyo, lakini maumivu ambayo napitia yamenizidi. Siwezi kuzuia machozi kudondoka chini mama. Nateseka sana mamangu, nateseka sana mama. Mkono wangu sasa hivi umechoka kufuta machozi. Hata nguo ambayo nimevaa imeanza kufanana na rangi ya machozi. Haya ni maumivu ambayo yamekuja baada ya kifo chako mama. Najua umepumzika mama, lakini pumziko lako naomba uniombe kwa Mungu ili atume malaika wake waheri waje kuangaza katika maisha yangu. Nataka kuona tabasamu katika sura yangu mama. Natamani niendelee kutabasamu na kufanya uso wangu uwe mlaini kwa watu wengine ili waone hata tabasamu likiwa katika uso wangu. Tofauti na vile ambavyo ilikuwa kabla hata hujafariki mamangu. Mama, mwanao unapitia duniani sio mazuri. Sio mazuri, na sidhani kama nikiendelea kuwa hivi mtoto wako anaweza kuishi kwa amani. Mama, lile tabasamu ambalo uliniacha nalo halipo tena katika uso wangu mama. Lile dimples, mwanya, lakini pia mng'ao ambao uliuacha katika sura yangu, nao ambao ulifanya mimi nikapendwa na kila mtu na nikasifiwa kila tulipoenda mama, vyote hivyo havipo. Na siwezi kuvipata katika sura yangu kwa sababu nimeunguzwa moto kuanzia mikono mpaka usoni, mpaka nimeng'olewa meno yote. Na lengo ilikuwa ni kunifanya tu nisiwe na muonekano
wa kuvutia. Mtoto wako nimekuwa mtu wa kulala jalalani siku zote. Nalala hapo mama, naamka hapo mamangu, na kula hapo pia. Chakula ambacho ulikuwa unakiweka katika friji au kabati ili nikirudi kutoka shule nipite kula sasa hivi hakipo tena mama. Baba hana habari na mimi, wala hajui niko wapi, na kwa kuwa nilikuwa naishi maisha magumu basi ilibidi nikimbie kule ambako nilikuwa mama. Nilikimbia nyumbani mama yangu kwa sababu mateso ambayo nilikuwa napitia tangu kufariki kwako yalinitosha na kunifundisha ni bora kuishi mbali na tatizo ambalo huwezi kulitatua kuliko kuwa na matumaini muda wote. Niliona ni vyema kukimbia tatizo, na imani hii ni njia nzuri ya kutatua tatizo kama hutoliweza. Matumaini yangu ilikuwa katika upande wa baba ambaye nilitaraji kwamba atanipenda kwa sababu alishajua kwamba mama yangu alikuwa amefariki. Lakini haikuwa hivyo mama. Mama haikuwa hivyo. Yeye amekuwa ni kiongozi wa kuhamasisha mimi kupigwa mara zote na nyimwa chakula, lakini pia natengwa kila muda mama yangu. Nguo mpya ambazo ulikuwa ukininunulia mama alizichoma moto mama huku, na aliniachia nguo mbili tu ambazo ndo navaa muda wote. Natembea nazo hizo kana kwamba mimi sio mtoto tajiri hapa Mwanza. Yaani kama vile sikuwahi kubadilisha nguo mara kwa mara kwa siku mamangu. Lakini mama, unajua hivi unaweza kujiuliza, mbona rafiki yako alikuwa mwema hata kabla ya kufariki kwako? Kwa kuwa yeye ndo alikuwa anakuuguza muda wote mama, ambapo ulikuwa hospitali. Lakini haijawahi kuwa hivyo mama. Mama wa kambo ambaye ni rafiki yako sio mwema kabisa. Mimi pia nilidhani kwamba atanipenda kama ambavyo alikuwa ananipenda zamani, lakini haijawa hivyo. Sidhani kama aliwahi kuwa mwema katika maisha yake, kwa sababu yeye ndo ambaye amenizushia kesi nyingi sana ambazo zimekuwa zikifanywa na watoto wake. Lakini mara nyingi amekuwa akimwambia baba kwamba mimi ndo nilikuwa nafanya. Na kama unavyojua mama, baba anapiga hasa anapokuwa amechukia, na hana tabia hata kufikiria mara mbili kuhusu maamuzi yake, na ndivyo ambavyo ilivyo kwangu mama. Ananipiga kila ninapopelekewa kesi kutoka kwa mama, yani yule rafiki yako. Ananinyonga katika mikono yangu na muda mwingine ananivunja mpaka vidole mama. Furaha katika maisha yangu iliisha siku ambayo nakuaga katika jeneza lako. Nilipoangalia mwili wako ukiwa umelala na kugundua kwamba hutaamka tena, ndipo ambapo nilikaribisha maumivu katika maisha yangu. Machozi ambayo yalikudondokea hayakuwa na mwisho mama, na kupitia maumivu haya mimi nikajifunza kwamba haikuwa mwisho, bali ilikuwa ni mwanzo wa mateso, manyanyaso, lakini pia simanzi na vipigo ambavyo vilikuwa vikauki katika mwili wangu. Mama yako alikuwa anajifanya kupenda, akajua kwamba hata kufa na kuacha duniani. Halafu ambavyo alikuwa mzembe, aliruhusu eti niwe mke mwenza wake. Mimi kabisa hakujua nilifuata mali, hakujua hilo. Hii ilikuwa ni kauli ambayo naikumbuka vizuri sana, ambayo mama wa kambo alikuwa akiniambia mama. Aliniambia hii kauli huku moyoni mwangu nikiwa naumia sana. Macho yangu yalikuwa yanadondoka majimaji ambayo yaliambatana na damu. Damu hii ilikuwa na haki ya kuambatana na machozi kwa sababu alishanitoboa macho. Alifanya hivyo ili nisiweze kuona tena katika maisha yangu, na sina uwezo wa kuona mamangu. Hata kuna kupambazuka na nasikia sauti za ndege tu, magari, watu, lakini viumbe wengine ndio hapo natumia kama alama ya kufahamu kwamba kumepambazuka. Na hapa ninapoongea na wewe mama, tambua kwamba mimi mwanao ambaye uliniacha na ulinipenda kwa dhati nimekuwa kipofu, na niko na wasamaria wema tu ambao wameamua kunileta hapa ili tu nikuombee dua mamangu. Mama, nakumbuka ile kuniambia kwamba baba ananipenda kwa dhati. Ndiyo mama, natamani kama ingekuwa ni kweli, na kama ambavyo ulikuwa ukiniambia kwamba baba anatamani kuwa na mimi muda wote. Lakini mama, mbona sio kweli? Mbona baba anasema leo mara nyingi sana kwamba mimi sina baba na yule yuko baba yangu? Pengine mama au ulichanganya mambo. Baba mbona anipendi hivi? Mimi sina baba katili ambaye alidiriki kunikata mpaka vidole vyangu vya miguuni baada ya kupewa taarifa na mama kwamba nimevunja kikombe cha chai tu. Mama, ni baba gani mpuuzi ambaye anaweza kumpa maumivu hivyo mtoto wake kisa tu amevunja kikombe cha chai ambacho kinanunuliwa kwa 1000 mama? Pesa ambayo hata angeniambia nitafute, ningeitafuta kwa kuomba watu na ningepata mara 2 yake ama mara 3 ya kile, na ningepata hiyo hela ya kulipa hicho kikombe mama. Lakini baba alinikata vidole. Viko wapi vidole vyangu jamani? Wanaweza kunilipa vidole vyangu? Najua haiwezekani, na watu hawawezi kufanya jambo hilo. Lakini mama, huyu ndo baba yangu ambaye unasema kwamba alikuwa ananipenda. Kama ananipenda, mbona ana mapenzi na mimi? Mimi ni mtoto wake, lakini mbona hataki kusema kama mimi ni mtoto wake? Mbona alishiriki hata kunimwagia mafuta usoni na kisha alishika kiberiti chake na kuniwashia moto? Uso wangu uliungua, na wakati nikiwa nalalamika aliendelea kuongea maneno ya kejeli na fedhea. Sidhani kama kuna mzazi ambaye anaweza kumwambia mtoto wake maneno kama yale. Unajua alisemaje mama? Unajua sijui kwa nini nilikubali kuzaa kiumbe kama hiki. Ndio maana mimba yako mimi nilingangana sana itoke.
Baba aliniambia hivi mama siku moja. Maneno haya baba yaliniumiza sana, na kila nikikumbuka alafu unaniambia kwamba huyu baba alikuwa na mapenzi ya dhati kwangu. Labda ni kweli na mapenzi ya dhati, lakini mapenzi haya yako kwa mke wake pamoja na watoto wake ambao amewapata sasa hivi baada ya mimi. Kuna muda namuomba Mungu akurudishe katika uso wa dunia, lakini haiwezekani. Naishia kulia tu. Nalia na hakuna ambaye anaweza kunifuta machozi yangu. Ni Mungu pekee ambaye ananinyanyua katika kila wakati mgumu ambao ninapitia. Na yeye ndo ambaye amenipa hifadhi katika jalala ambako mimi ninaishi. Namshukuru kwa hilo, kwa sababu huwa naishi lakini nakula pale, ingawa muda mwingine nakula vyakula ambavyo vimeoza, lakini ndo asili ya jalala. Jalala ambalo limejaa kila aina uchafu na kila kitu ambacho kipo pale ndicho ambacho nakitumia. Lakini mimi nawashukuru na namshukuru Mungu pia, kwa sababu sijai kupata magonjwa mengine yote. Zaidi sana nimepewa tu ule ulemavu ambao familia ile imenipa. Muda mwingine mama, mimi namuomba Mungu ataniue. Yaani niue ili niungane na wewe. Niepukane tu na hii dhamaha ambayo niko nayo huku. Dhoruba hii ya mateso mbele yangu, ni bora nikafa, kwa sababu ni jambo ambalo linawezekana kuliko kuendelea kujitazama nikiwa na muonekano ambao sio wa kwangu, na mimi sikuzaliwa hivi. Watoto wenzangu wa mtaani wamenitenga, ni wachache ambao wanaungana na mimi, na tunafanana kwa mambo mengi sana, hasa historia zetu za mateso. Simanzi za kwenye familia yetu, lakini pia machozi, na hata wanaponisimulia muda mwingine nasema bora yangu, kwa sababu kuna wengine wanahuzunisha sana. Lakini yote haya imekuja baada ya wazazi wao kufariki, na kweli nimeamini kwamba kifo ni mwanzo wa yatima wa mateso. Leo hii babangu yuko hai, lakini napitia mateso namna hii. Vipi kama angekufa alafu pale nyumbani angebaki mama peke yake? Nini kingetokea? Labda ningekuwa nimekatwa vipande na nyama yangu ingekaangwa na ningeliwa kabisa kwa yule mama wa kambo. Mama, hayo ni machache kati ya mengi ambayo mtoto wako mimi napitia. Hiyo ni baadhi ya mambo ambayo nimeamua kuweka wazi ili upate kujua kwamba mwanaume ambaye ulimpigania ili asifungwe, mpate kulea kwa pamoja, leo hii amekuwa mnyama na hakumbuki chochote ambacho ulifanya kwa ajili yake. Umepumzika mama yangu na mateso yote dunia, lakini umeniachia mateso yako na mimi naendeleza. Lakini najua ipo siku nitakuja huko na tutaongea mambo mengi aswa. Tutajadili vizuri na hata tutanipa historia ya namna ambayo mimba yangu ilitungwa. Ulikutana vipi na baba mama? Kwa nini ulikubali kumruhusu baba muwe rafiki yako ili muwe wakaanza na mambo mengine yote? Ngoja mwanao kwanza ngatafute chakula, kwa sababu ndo muda ambao watu wa gari la taka wanakuja kumwaga chakula ambacho kimechanganyikana na taka zingine zilizotoka kwenye majumba matajiri mbalimbali wa mji. Na natakiwa nikagombaniane, kwa sababu nikisema nichelewe nitakuta kimeisha na mwisho nitashinda na njaa. Na hivi sioni mama usikute anashika kitu ambacho pengine ni cha hospitali nikala hivyo hivyo. Lakini Mungu ndo ambaye anabeba hatima yangu mama. Labda atakuwa na kusudio maalum na mimi kuishi katika mazingira kama haya, na kama si mimi kujifunza, basi wengine watakuwa wanajifunza kupitia mimi, kwa sababu niliwahi kuambiwa na chokora mwenzangu mmoja kwamba kuna muda Mungu anaongea na binadamu kupitia binadamu wengine. Kwa hiyo labda pia mimi Mungu anaongea na binadamu wengine kupitia mimi. Kwa hiyo mama yangu, naondoka, na huenda nitarudi mahali hapa nikiwa hai au nikiwa nimekufa, kwa sababu nilisikia baba ananitafuta ili aniue kwa lengo la kufuta kizazi cha laana katika uso wa dunia. Kama atafanya hivyo ni sawa, tutakutana na mamangu, na kama hatufanya hivyo pia ni sawa. Lakini kabla ya kufanya, nitamwambia kwamba maisha hayana maana. Hata ongezewe miaka 70 katika umri wake, hakuna atakachopata zaidi ya mateso, na kifo kitakuwa mbele yake. Ni vyema tu kutenda wema. Basi binti huyu alimaliza kuongea katika kaburi la mama yake akiwa na uchungu mkali sana, na mwisho alianza kupiga hatua, huku macho yake yakianza kukauka machozi ambayo yalikuwa yanamtoka muda mrefu sana. Lakini baadaye kuna kumbukumbu ilimjia, kumbukumbu ya baba yake ambaye alikuwa akiongea na mama yake, akamwambia, Lucy mke wangu, hatimaye ile safari ya milele imetimia. Haikuwa rahisi kabisa kuamini kama lile shimo ndio itakuwa nyumba yako ya milele. Nimekuwa huzuni kila nikiwatazama wanao, wananifanya nikose amani kabisa. Nilijaribu sana kuzuia machozi yangu yasitoke mbele ya wanao, lakini nimeshindwa kabisa. Selina kipenzi changu, kwa nini umeniacha wakati huu ambako nakuhitaji sana? Uwepo wako, kama ungekuwa na uwezo mimi ningezuia usiondoke, ningefanya hivyo. Kifo chako kimenifanya nijifunze mengi sana huko duniani. Watu wanatucheka na kutusema vibaya sana kwa ajili ya maisha mapya ambayo tutaishi vipi bila wewe. Wanasema vipi nitamlea mtoto wetu Lulu bila uwepo wako? Lakini mimi sina mashaka na hilo. Naamini kabisa nafsi yako inaishi na sisi kila siku. Nataka nikuhakikishie tu mke wangu kwamba mtoto atakuwa salama kabisa.
Kitu utakachokosa ni uwepo wako wewe tu, lakini kama baba nitajitahidi kuwafanya waishi na kusahau kila kitu kuhusu wewe. Lakini nataka tu awe na furaha kila siku. Nakumbuka wiki 2 kabla ya mauti yako kukuta ulisema kwamba nijitahidi sana kumtafutia mama yake ambaye atafanana na wewe ili tu asikose mapenzi ya kweli kutoka kwa mama. Lakini acha leo nikwambie, nawaza kuhusu rafiki yako, ataweza kweli kumtunza mtoto? Nawaza mno mke wangu, na sina hakika kama yupo kwenye hayo mapenzi ya dhati ama atakuwa kama aina yako. Sidhani kama kuna binti yote nitampata huko nje ambaye atakuwa hivyo. Mungu alikupa moyo wa malaika mke wangu, kwenye mwili wa kibinadamu, lakini sikuwahi kuona mwanamke ambaye alinipenda kwa dhati zaidi yako. Mwanamke ambaye yuko radhi kabisa kumpa rafiki yako ili aolewe na mume wake kwa ajili tu ya upendo, ni kitu ambacho kilinishangaza sana. Naongea haya machozi yakiwa yanadondoka kwa sababu najua kwamba mwanangu atakuwa na kumisi sana mke wangu. Mwanangu itafika hatua hata siku za makongamano ya kina mama yatamuumiza mno, natambua hili mke wangu. Sawa, labda mke wangu linaye muda huu atampa furaha, lakini kuna muda atakuwa na kumisi. Yes, atakuwa na kumisi kwa sababu wewe ni mama yake. Nisamehe sana mke wangu kipenzi. Najua maumivu ambayo umepitia kitandani ilitosha kabisa kunifundisha kwamba ulikuwa mke mwema kwangu, na ndio maana ukuweza kufanya jambo lolote lile zaidi ya kuniambia kwamba mume wangu, najiona kabisa sina maisha ya kuishi na wewe siku za usoni. Lakini mimi pia nilifanya hivyo mke wangu, na nimeoa na ninaamini kwamba mtoto wetu ataishi katika maisha mazuri siku zote. Umepigana vita vyako vema mke wangu, umemaliza mwendo salama. Pumzika mke wangu, pumziko lako likae na amani huko uendako, na sisi tutakuja kuzuru nyumba yako kila mara, ikiwa ni ishara ya upendo, lakini pia kumbukizi ya furaha yetu kwako. Kwa niaba ya wanao nimesema haya leo, na nasema tena kwamba nitakupenda daima Lucy mke wangu. Sasa haya yalikuwa ni maneno ambayo Lulu alikuwa akiyakumbuka baba yake, ambaye alikuwa akiyazungumza kabla ya kutoka katika kaburi la mama yake siku zile alipokuwa anamzika. Macho yake yalikuwa yamejaa machozi mno baba yake. Alitafakari kama baba yake kweli aliweza kutamka maneno yale wakati anamfikia mama yake. Kwa nini sasa hivi imekuwa tofauti? Mbona aliapa viapo vingi sana kwa mke wake, lakini imekuwaje sasa amekuwa tofauti na anaenda kinyume na kauli zake ambazo ziliambatana na machozi? Mwisho aliamua kufuta machozi kwa mkono wake wa kuume ambao ulikuwa na vidole vitatu, na kisha aliinuka na kuondoka zake kutafuta chakula jalalani, huku binti ambaye alikuwa amefuatana naye akimshika mkono. Maneno yako mfanya nimelia Lulu, alisema kijana yule mrefu mwembamba ambaye alikuwa na rangi nyeusi ambayo ilikuwa inatitia hivi. Grace, unajua dunia ina walimwengu na ina wali maharage pia, lakini sijaviona hivyo vyote. Hebu tuondoke tusije tukakosa chakula, alisema Lulu huku akipiga hatua na kuondoka mahali pale. Haya ndio alikuwa maisha ya Lulu, binti mdogo ambaye aliingia katika mateso, simanzi pamoja na majuto tangu kufariki kwa mama yake. Kutoka katika nyumba ya kifahari iliyoko maeneo ya Butimba jijini Mwanza hadi kuombaomba ambaye alipenda kusimama katika stendi ya Nyegezi na kuishi katika jalala baada ya maisha yake kuwa ni magumu zaidi. Baba wa binti huyu anaitwa Joel Limo. Alikuwa hana habari kabisa na mtoto wake. Penzi lililotengenezwa na mke wake Lucy kupitia kwa rafiki yake ambaye alikuwa anaitwa Esther ilimfanya asahau kabisa kama alikuwa na mtoto ambaye alimhitaji kama baba katika maisha yake. Alipoambiwa kuhusu Lulu muda wote akuacha kugomba, tena ungemsikia akiombea marafiki zake pamoja na wafanyakazi wake ofisini akimwambia, "Hujui nini nafanya?" Basi alikuwa anawagombeza sana na hakutaka kabisa wamzoe katika swala la Lulu. Msaada pekee wa Lulu ulikuwa katika majalala na baadhi ya watu ambao walikuwa wanampatia 100 na wengine 50, na watu hao walikuwa na huruma mno. Walizibadilisha roho zao kutoka kwenye ugumu hadi ulaini kwa jinsi ambavyo Lulu alikuwa akionekana. Ilikuwa ni rahisi kwa mtu yote ulikomsaidia. "Gari ile pale weka hapa, mimi nakuja muda si mrefu," alisema Grace baada ya kufika katika jalala ambalo walikuwa wanaokota vyakula pamoja na vitu vingine. Jalala lile ndio kwanza lilikuwa kama sehemu ya kulala, yani ni kama nyumbani vile. Basi binti akamwambia Grace, "Basi sawa, usichelewe sana," alisema Lulu ambaye alipapasa chini na kisha alikaa. Moyo wake uliweka tabasamu kuona mpata rafiki ambaye alikuwa anamjali na kumthamini muda wote. Hata alipokuwa mbali, alijikuta tu anakosa raha, jambo ambalo lilimfanya Grace asiwe mbali kabisa na rafiki yake huyu mpya. Grace alikuwa ni miongoni mwa watoto mtaani ambao walifukuzwa kwao baada ya baba yake na mama yake kufariki katika ajali iliyotokea kona ya Bwiru miaka 10 iliyopita. Baada ya manyanyaso kuzidi katika nyumba yao, aliamua kukimbia na hakuna mtu yote ambaye alijishughulisha naye. Kila mmoja alikuwa anafanya mambo yake, jambo ambalo lilimfanya hata Grace mwenyewe aanze kutafuta chakula
kwa kuungaunga kwenye maisha yake. Mwanzo alikuwa anapita kwa majirani huku akiomba chakula, lakini baadaye aibu ilimpata. Aliona hana sababu ya kuendelea kufanya hivyo, badala yake aliamua kuingia mtaani. Alitembea kila kituo cha daladala na kukaa huko akiomba, ila nako pia hakukuwa na nafuu. Ulimwengu alikuwa akimpita na wengine walimchamba kwa jinsi ambavyo alikuwa anaonekana. Na mwisho aliamua kwenda kituo cha mabasi Nyegezi, ambako huko alikutana na Lulu, na hapo ndipo urafiki wao ambapo ulianzia. Grace, mlikuwa wapi? Wenzenu leo kuna pilau lilitupwa hapa, tumekula acha tu, alisema mtoto mmoja ambaye alikuwa amekunja shati lake na kuweka mdomoni huku tumbo lake likiwa wazi. Hapana bwana Rose, unajua niliondoka, nilikuwa na rafiki yangu yule pale, Grace alisema akinyoosha kidole katika sehemu ambayo Lulu alikuwa amesimama. Grace, unatembeaje na kipofu? Sio ni chizi yule. Hivi uone aibu? Watu wamemtenga hapa lakini wewe unajishobokesha unataka kuwa naye, alisema Rose. Maneno ya Rose ilimkera sana Grace ambaye alijawa na hasira mno. Alimtazama Rose kwa jicho la kuonya, lakini Rose hata kujali jicho lake, ndo kwanza aliendelea kuongea. Mimi kanishinda jamani. Mtu gani hana meno? Masikio yamekatwa, vidole vipo sijui vitatu, usoni ndo hivyo sijui kapatwa na nini sijui kaungua sijui poje jamani. Mimi siwezi jamani. Rose inatosha. Kama yuko hivyo ni yeye, na ushukuru kwa kuwa mzuri kuliko viumbe wote, lakini asante, ngoja mimi tu niendelee kuangalia chakula, alisema Grace akiwa amekasirishwa sana na kauli ya huyo rafiki yake. Basi aliondoka karibu na Rose na kisha alisimama kando kidogo ya gari ambako ilikuwa inashusha uchafu, huko akiungana na watoto wengine ambao walikuwa wanasubiri gari ile imalize kushusha ili aweze kuvamia. Basi alisogea karibu na taratibu akajikuta tu amekatabasamu. Oya madogo, leo hakuna chakula maboya nye, alisema mvulana mmoja ambaye alikuwa anashusha uchafu katika gari ile. Sawa kaka, sisi hata tukikuta andazi tu sio shida, alisema Grace. Ilikuwa ni jioni ambayo ilikuwa imechangamka hivi katika jiji la Mwanza na kila mmoja alikuwa na majukumu yake. Walikuwa barabarani walitazama watoto ambao walikuwa wakisubiri gari iondoke ili wapate chakula, na hatimaye gari iliondoka mahali pale na watoto patao 11 walikimbilia ili wapate kula. Changu bwana, niachie, alisema mtoto mmoja makamu mwenye umri wa miaka 5 hadi 7 hivi kuzidi hapo. Acha bwana wewe fala, ni chako kwako mkuja nacho, nitakudunda mimi, wewe leta shobo na kwambia, afu unajiona sana kila siku unanifuatia mpumbavu wewe. Basi kivulana cha miaka 14 kilikuwa kikijibu na matusi ndani yake. Ni kitoto kidogo. Hebu mwachie bwana wewe jada, ni vipi uone aibu kila siku unagombana andazi jamani na mtoto mdogo? Basi Grace ilibidi amuombe yule mvulana aweze kumwachia mtoto andazi ambalo alikuwa ameliokota, lakini mvulana akotaka kusikia, ndo kwanza alimpokonya na akaeka mdomoni. Babu wewe, hebu kausha bwana wewe, msiba ukuhusu vipi, kwani lazima uingilie wewe vipi babu, alisema yule mvulana. Hata kama lakini sio vizuri jamani, huyu ni mtoto. Hebu njoo uchukue, Grace alimwambia yule mtoto na kisha alimpatia mfuko mdogo ambao ulikuwa na sambusa kwa ndani. Basi kurupushani zao zilimalizika dakika 5 mbele, huko Grace akiwa mbeba mfuko mkubwa ambao ulikuwa na chakula ndani. Alimwangalia Lulu pale alipokaa na kisha aliweka tabasamu na kuanza kutembea huku akiimba. Sijui ni wimbo gani ambao alitaka kuimba, lakini mashairi yake yalisomeka kama hivi: mama yangu angekuepo nisingepata tabu, wakati mwingine naumwa nakosa hata matibabu, kila ninamuomba msaada na niona gubu, si ungesema mapema kwamba kesho unaondoka mama, mwanao roho inaniuma. Wimbo huu inasemekana ulikuwa ni wa msanii anaitwa Haston ambaye alikuwa anaupenda sana, na muda wote alikuwa akiimba na kila alipoimba alikuwa akitoka na machozi. Basi hatimaye hatua zake zilikoma mbele ya Lulu ambaye alikuwa amelala baada ya kuhisi njaa ikimpiga sana. Basi akaamua kumuita Lulu, amka dada yangu, amka rafiki yangu kipenzi, alisema, na kisha Lulu taratibu alianza kuamka. Nimepata ugali pamoja na hii sijui ni juisi sijui ni kitu gani, Lucy aliongea tena huku akitoa ugali katika ule mfuko. Ugali huo ulikuwa na pamba ambazo zilikuwa zina damu hivi pamoja na usanda. Ni macho yake alitazama vizuri na alitamani kuutupa, lakini alikumbuka hakula tangu kukuche. Kwa hivyo aliamua tu kutoa hizo pamba pembeni. Watu wengine jamani, tukienda kuomba wanasema tunaiba, au nasa chakula wanatupa hivi jamani, aliongea kimoyomoyo. Kiko wapi? Aliuliza Lulu akipapasa chini akiulizia chakula kiko wapi. Basi akamwambia iki hapa Lulu, lakini hakuna mboga. Sio muhimu sana bwana, mimi nikila hivi tu inatosha, Mungu atasaidia, tusali basi, alisema Lulu, na kisha Grace aliongoza sala ya chakula. Kwa jinsi ambavyo ugali ulikuwa unaonekana, light kama Lulu angekuwa anaona chakula kile asingeweza hata kula hata siku moja. Pembeni ya ugali ambako alimega tonge la kwanza kulikuwa na mafua, na yeye hakujua kama ilikuwa ni mafua. Alishika tu na kuweka mdomoni.
Ni tamu, alisema Lulu, lakini Grace alishagundua kwamba ile ilikuwa ni mafua na hakuwa ameyatoa kwa sababu hakuyaona. Kula tu rafiki yangu, kwa kuwa uone kula tu. Alisema moyoni huku akimtazama Lulu ambaye aliujaza ugali mdomoni akiendelea kuutafuna. Mbona wewe uli sasa? Lulu aliuliza baada ya kugundua kila alivyopeleka mkono wake hakuwa anagusana na mkono wa Grace. Hapana, nakula, ile nilikuwa naweka maji haya sawa. Kumbe hii ni juisi ya ukwaju bwana, hebu onja, Grace alisema na kisha alimpa rafiki yake juisi. Basi wakati anaendelea kula, kuna gari lisimama kama mita 50 hivi kutoka sehemu ambako walikuwepo ndani. Na ndani ya gari hili kulikuwa na dereva wa kiume pamoja na mwanamke ambaye alikuwa akimuonyesha yule mwanaume kidole sehemu ambako akina Lulu alikuwepo. Basi baada ya dakika 7 gari liondoka. Hawakujulikana walikuwa ni akina nani na lengo lao lilikuwa ni nini, na Grace aliona gari ile ikiondoka mahali pale. Hakujua pia lengo la wao kuwepo pale lilikuwa ni nini. Si umeshiba? Lakini alimuuliza Lulu, naye aliitikia huku akinywa juice kwamba yes, alikuwa ameshiba. Sasa waliendelea kula chakula na kunywa pia, huku tabasamu likiwa pembeni yao. Lulu alikuwa akitabasamu sana na Grace pia alikuwa akitabasamu. Lulu alikuwa amefurahia tu kile chakula ambacho alikuwa ametoka kula, lakini hawa watoto kwao waliona ni chakula kizuri tu na kilikuwa kinastahili kuingia tumboni kwao kuliko kufa njaa. Basi Lulu alijikuta na saumu manyanyaso yote ambayo ilikuwa inapita nyumbani kwao. Alitamani Mungu ampe uwezo wa angalau siku moja aweze kumuona mtu ambaye alikuwa anamjali sana na kumthamini muda wote, ambaye alikuwa akimfanya kama ndugu yake pamoja na kila changamoto ambayo alikuwa nayo. Nakupenda Grace, alijisemea katika moyo wake Lulu, akimaanisha kwamba huyo alikuwa ni rafiki ambaye amempata katika mazingira ambayo hakujiandaa kabisa kumpata. Basi Grace hakuacha kufikiria kuhusu kesho yao ambayo ilikuwa na kiza mbele yake. Kila aliloliwaza lilikuwa haliji, yani ilikuwa sio sehemu ya kulala kwao, sio sehemu ya kula wala kuvaa, yani kukuwa na kitu kizuri kwao. Aliwaza mengi sana akimtazama rafiki yake ambaye alikuwa anampenda kwa dhati. Alikuwa anawaza ni vipi ambavyo angeendelea kumtunza na kizingatia kwamba Lulu hakuwa na uwezo wa kuona. Kwa hivyo majukumu yote ya kuhusu binti huyu yalikuwa kwake. Lulu, kuna kawingu leo, sio mvua inataka kunyesha, alisema Grace kumpa taarifa rafiki yake ambaye alitambua kwamba hana uwezo pia hata kuona. Mungu wangu, ile maboksi siweka vizuri, lakini ndio labda wayatupe. Sasa hapa nilikuwa naanza talala wapi ndapo ikinyesha, maana jalala linatoa harufu leo kama nini. Binafsi nimeshazoea harufu jamani. Sema kutakuwa kumeloa sana huku chini. Unajua Grace, lazima tukubali mateso, yani hatuna jinsi, inabidi tu. Shida uzoeleki, unajua kila siku anakuja mapya, lakini sawa, mimi pia hata sijali. Basi wingu kubwa lilikuwa limetanda kuanzia Mwanza mjini mpaka maeneo mengine kama Buhongo hivi mpaka Nyegezi stendi. Kila mmoja alikuwa amejiandaa kuikabili mvua ambayo ingeporomoka muda si mwingi. Walikuwa barabarani waliomba foleni zao zipungue ili wapate kukimbiza magari yao na kuingia makwao. Mama ntilie walisali na kuomba mvua isinyeshe. Waliolima mashambani pia waliomba mvua inyeshe na kunusuru mazao yao ambayo yalikuwa yanakauka na jua, na kila mmoja aliomba vile ambavyo aliona kwake ilikuwa ni bora. Mmoja ya watu ambao walikuwa njiani alikuwepo Joeli ambaye alikuwa ni baba wa Lulu, huku akiwa katika gari yake akitokea mjini kuelekea Butimba. Muziki mkubwa ulimsindikiza na yeye akaacha kusikiliza. Baby, kuna baridi jamani, hebu fanya uwai leo. Ilikuwa ni message ambayo iliingia kutoka kwa mke wake na yeye alisoma na kisha aliweka tabasamu katika uso wake. Inaonyesha amenimisi na haya ndo mambo ambayo mimi napenda. Sasa alijisemea moyoni na kisha aliweka simu pembeni. Foleni ilikuwa imepungua kwa magari mengi na yalisogea mbele na kuanza kuendesha gari taratibu. Hatimaye alifika katika kona ambayo ilikuwa inaelekea Butimba. Alikata kona na kuanza safari ya mwendo mdogo ambao alikuwa akiangalia kulia kushoto na mbele yake alimuona mwanamke ambaye alikuwa kama anamtambua hivi. Ilibidi apige honi na kisha alisogeza gari pembeni apate kuzungumza naye. Yule mwanamke baada ya kugundua kwamba alimpigia honi alikuwa ni Joeli, aliamua kusimama. Rachel, unaweza kuingia ndani na muongezi na wewe? Joeli aliongea huku akiwa ametokeza kichwa chake katika kioo cha mlango wa gari. Na haraka, kuna simu na wai, ni muhimu sana, maana ungeniambia tu hata kwa simu nadhani ingekuwa vyema tu, alisema Rachel. Nadhani nafahamu nini nataka kwako, lakini kina muhimu ndani yake, ila anyways nitakupigia, hakuna shida, alisema Joeli na kisha alitoa kichwa katika kioo cha mlango wa gari na kurudisha ndani. Rachel kuonyesha kama alikuwa na wasiwasi kuhusu kitendo kile, ndo kwanza alitembea kuelekea upande ambako Joeli alikuwa ametoka. I wish nimpate huyu, alisema Joeli huku akimtazama Rachel kupitia side mirror.
Huyu ni Rachel Sanga ambaye alikuwa ni miongoni mwa wanawake ambao walisifika kwa uzuri maeneo ya Butimba. Laiti kama ungefika pale na ukauliza boda ni mwanamke gani mzuri, basi angekutajia Rachel. Mungu alimuumba Rachel jamani kwa udongo wa kipekee kabisa. Kama ambavyo ilivyokuwa kwa Wasukuma wengi kuwa na mguu wa bia, ndivyo ambavyo ilikuwa kwake. Alipewa guu la bia ambalo lilikuwa ndani ya umbo namba 8 ambalo lilimvutia kila mwanaume ambaye alikutana naye. Macho yake madogo ya orangi yalikuwa katika uso wake, huku mashavu yake ambayo yalikosa vinukta yalifanya awe na mdomo mdogo hivi na ambao uliwavutia vijana wengi sana ambao wao walipenda kuita lips denda. Basi mara zote Joel alikuwa anatupa mshipi ili aweze kumpata Rachel, lakini hakuwa na uhitaji wa mwanaume kwa wakati ule. Kwake aliona mapenzi kama siasa, yani ulikuwa ni mchezo mchafu sana. Kuumizwa kwake katika mahusiano kulimfundisha kujitunza na kujilinda. Hakutaka kabisa mwanaume ambaye angekuja kumchezea. Basi pindi mashoga zake walipomzungumzia kuhusu masuala ya mapenzi, ungemsikia tu akisema hapana jamani, mapenzi ni acheni kwa kweli. Naomba mniache jamani, nimechoka jamani. Yaani nimechoka jamani, nikichoka zaidi nitajioa mwenyewe. Basi ilikuwa ni kauli yake, na kwa wakati ule Joel ilibidi aondoke mahali pale na safari yake ilikomea nyumbani kwake ambako alipokelewa na mtoto wake wa kiume ambaye alikuwa anaitwa Jona. Huyu alimpenda sana kuliko kitu chochote kile. Alimpa mahitaji yote ambayo alikuwa akitaka. Nguvu ya kufanya yote hii ilitokana na uwepo wa mke wake. Baba shikamoo, alisalimia Jona akimwangalia baba yake na kumshika ndevu. Marahaba, ujambo, alisema Joel, na kisha aliingia ndani na kumkuta mke wake akiwa sebuleni anaangalia runinga. Umechoka kweli kweli, alisema mke wake ambaye alikuwa anaitwa Salome. Acha tu, nimechoka kama nini. Vipi huyu alienda tusheni? Aliuliza Joel huku akimwangalia mtoto wake ambaye alikuwa katika maungo yake. Alienda, siku hizi anajua kusoma, akili zipo kidogo. Basi alijikuta anaongea mambo mbalimbali na hatimaye Joel alielekea bafuni kuoga na akajiweka sawa. Mke wake alibaki sebuleni kwa muda na kisha alienda jikoni ambako aliandaa chakula. Baada ya kuiva vizuri, alirudi tena sebuleni akaanza kuongea na Jona. Sasa Joel huyu alikuwa anaishi katika nyumba kifahari ambayo haikuwa na mfano ndani ya Butimba nzima. Geti kubwa la kifahari ambalo lilizungushiwa fence na matofali ilifanya wasiingiliwe na wezi kabisa. Bwawa la kuogelea lilikuwa nyuma ya ile nyumba, na kila weekend pindi walipoamua kujipumzisha basi wangeamua kuogelea hapo. Kapeti la nyasi bandia lilikuwa limetandikwa vema ndani ya nyumba ile na kufanya sehemu kubwa kuwa kijani kitupu. Gharama zote hizi zilifanywa kutokana na mchango mkubwa ambao aliutoa katika mke wake ambaye alikuwa anaitwa Lucy kabla ya kifo chake. Na Lucy ndo ambaye alishiriki kumpa mawazo chanya mume wake kununua kiwanja na kisha kujenga, na baada ya hapo alimpa mbinu mbalimbali za kutunza na kukuza hela, jambo ambalo lilimsaidia sana, na Joel akawa na pesa nyingi sana, maradufu zaidi, kutoka kuingiza 10,000 kwa siku mpaka 100,000 kwa siku moja. Sasa Lucy alikuwa akifahamu elimu ya fedha. Alijua wapi pesa inafanya kazi, na ili ufanikiwe basi ulikuwa unahitaji kuwekeza katika sehemu na sio kutumia kama ambavyo alikuwa anafanya Joel wakati ule akiwa mwenyewe. Basi baada ya kumaliza kuoga, alielekea chumbani na akajiweka sawa, na kisha rudi tena sebuleni ambako alisimama katika korido. Baba leo nimekutana na Dalulu hadi machozi Jona alitaka kuzungumza kuhusu kumuona Lulu mchana wa siku ile, lakini alizuiliwa na mama yake. Pumbavu, mshenzi wewe. Nimekwambia nini kuhusu kile karagosi? Ni dada yako yule. Mimi naweza kuzaa kisonono kama kile, Kuwa na akili mpumbavu, wewe nitakufumua siku nyingine. Basi mke alikuja juu kwa jazba akimwangalia mume wake ambaye alikuwa amesimama katika korido. Jona, hapa nyumbani upo peke yako wewe ndio mtoto wetu. Na yule tulimchukua tu ili kumsaidia. Hakuwahi kuwa sehemu yetu, sawa baba? Kwa hiyo usimuite tena dada. Wewe uone kama uendani naye wala tuendani naye sisi. Aliongea Joel akimsogelea mtoto wake na kumshikia bega. Mimi nikanywa dada yangu maana ndio nilikuwa nimezoea hivyo. Jona alisema, sio ndugu. Sisi wala tuhusiana naye. Yaani hata ukimuona huko sawa mpite kama umjui, sio kupata degedege bure. Alisema mke, na kisha alinuka na kwenda kwenye friji. Friji ilikuwa na nguruma na aliamua kulizima na kufungua. Ndani kulikuwa na nyama pamoja na vyakula vingine. Ngoja huyu samaki sijui atanimfanyaje, alisema Salome. Kwani karibika au? Aliuliza Joel huku akisogelea mahali pale. Alifika na kunusa. Shit. Tupa bwana, tujikumwa tumbo. Mimi sitaki kabisa nimuone hapa, alisema baada ya kumnusa samaki ule.
Samaki ya kuharibika kutokana na friji kukaa muda mrefu, lakini mazingira yao ya kula kitu safi kilichotoka moja kwa moja kwenye maji kiliofanya tupe samaki ule. Utajiri ulimfanya asili chakula ambacho kilisha lala, na mara zote pindi chakula kilivyokuwa kimelala hata siku moja au mbili, basi kilikuwa kitupwa. Alafu nishakwambia kwamba samaki hakuna kulaza. Mambo gani unafanya jamani? Mambo ya kimaskini unaleta hapa. Kama hela siipo inaingia kila siku. Sasa kwa nini unafanya hivyo jamani? Mimi sipendi bwana kula vyakula vya kiporo. Vipi tukianza kuharisha hapa? Aliongea Joel akamwambia mke wake. Wakati huu mvua kubwa ilikuwa ikiendelea kunyesha, tena kubwa. Saa radi na ngurumo ziliendelea kusikika. Wakiwa katika kibanda kidogo cha muuza chips maeneo ya Nyegezi Kona, Lulu alihisi kutetemeka na baridi, na hata hivyo muda wake wa kulala ulikuwa tayari umeshafika. Grace na usingizi, alisema akiwa amejikunyata. Tutaenda wapi sasa? Wapi sasa tutaenda? Aliuliza. Grace alitambua wazi kwa jinsi ambavyo mvua ilikuwa ikinyesha kukuwa na sehemu ya kwenda ambako kungewasaidia ili waweze kujihifadhi kwa wakati ule. Oya, nyie madogo, chezeni basi. Mnakaa hapa mnasubiri nini bwana kama sio wachawi? Alisema muuza chipsi. Kaka, tunaomba tukae tu kwa sasa hivi tu. Ikiisha mvua tutaondoka. Grace alisema kwa sauti ya upole, akianza kupiga magoti hivi. Oya, wewe fala nini? Mtaka mimi wateja wangu watapike hapa, sio? Mtaka watapike? Mna mtonyo ama mtalipa nini? Kama mna chochote haya, haraka mjisepeshe hapa, ondokeni bwana, mnaniharibia biashara yangu. Alisema muuza chipsi ambaye alifanya vile ili kulinda wateja wake ambao wengi waliziba pua kutokana na harufu mbaya ambazo wakawa wanazipata kutoka kwa wale watu. Hakukuwa na njia nyingine. Walijitosa katika mvua kubwa huku mwanga wa radi ukiwamulika, na wao hata hawakujali. Walichokuwa wanahitaji ilikuwa ni kujiondoa mahali pale, na wakiwa wameshikana mikono walifika hadi barabarani ambako barabara ilikuwa inaelekea Malimbe. Kuna bibi yangu anaishi kule, lakini sio bibi wa kunizaa, alisema Grace akinyoosha mkono upande wa Malimbe. Ndio twende sasa au tunafanyaje? Ni mbali, tatizo ni mbali sana. Unadhani kwamba sitaki tuondoke? Alisema Grace. Twende tu, hamna shida bwana. Si mwema au naye kama watu wengine? Lulu aliuliza. Hapana, ila hana maisha mazuri. Anaishi upande wa Kuchelele kule, na hisi ndo kule. Haya basi tuondoke, alisema Grace. Basi walitembea kwa umbali kidogo, lakini miguu ya Lulu ilianza kuuma na hata mwili wake ulipandisha joto mno. Hakuona kama angeweza kutembea na kufika mbali. Ilibidi amwambie Grace, nimechoka, isi tusimame. Kama umechoka kaa mgongoni basi mimi nikubebe, Lucy alisema, na licha ya Lulu kukataa lakini alifanya kwa upendo na walibebana. Sasa wakiwa barabarani walipitwa na gari la wagonjwa ambao lilikuwa likielekea upande ambao walikuwa umetoka. Grace aliangalia gari lile na kisha alitingisha kichwa na kurudisha macho sehemu ambao alikuwa wanakwenda, na ghafla mbele yake alimuona bibi mmoja hivi ambaye alikuwa anatembea kwa miguu. Naye aliwajua wale ni akina nani na aliamua kusimama. Grace, unaenda wapi na mvua hii? Nikuulize wewe bibi, unaenda wapi? Mimi niko nakuja kwako. Jamani, Nina na mimba na imekuwa kubwa, mpeleka hospitali hapo Latima. Ngoja niwahi basi, nitakuta nyumbani. Saizi nawahi kule. Unaona ambulance ile. Maana ndo Lasam pia yuko huko ndani, yuko na huyo mke wake, alisema bibi, na kisha kutaka kukaa pale aliondoka kwa mwendo wa kukimbia. Alionekana kama mtu ambaye alikuwa amechanganyikiwa hivi, na yote ilikuwa kimwaya mgonjwa ambaye alisema kwamba yuko hospitali. Nina, ina maana Nina kumbe ana mimba na anataka kujifungua kweli jamani? Huko jamani nilifika zamani, alisema Grace huko akiendelea kutembea na mvua ikuacha kwa usiku ule mpaka wanafika kwa bibi. Basi mvua ilikuwa ikinyesha tu. Dakika zilienda, masaa pia ilifanya kuongezeka, na giza katika jiji la Mwanza ndani ya hospitali ya Butimba lilikuwa likionekana, na taarifa kwamba Nina amejifungua mapacha wa kike ilikuwa imesambaa kama maji ambayo yalimwagika sakafuni, na kila mwanafamilia alipata taarifa hii. Walikuwa katika hospitali ya Latima walijawa na furaha. Ilikuwa ni taarifa njema kwa familia ya Lasam ambayo alibahatika kupata mapacha katika maisha yake. Na kila aliyepata taarifa alijikuta anaweza kutabasamu katika uso wake na kumpongeza Nina kwa kujifungua salama. Lakini muda mfupi mbele ilikuja taarifa ambayo ilivunja matumaini ya wengi. Taarifa hii ilitoka katika chumba cha daktari ambaye alimsaidia Nina kuleta mtoto duniani. Mbele ya macho ya mumewe ambaye alikaa na daktari kwa muda wa dakika 10 hadi 15, hazikuzidi hapo, alimwambia kile kilichokuwa kinaendelea juu ya afya mpendo wake ambaye alikuwa ni Nina. Lasam hakuamini taarifa ile, ingawa moyo wake mwanzo ulikuwa na furaha sana, lakini ghafla alijikuta anabadilika na maumivu pamoja na simanzi zikiwa na majonzi vilikuwa mbele yake. Mama amefanikiwa kujifungua salama bila hata operation, lakini afya yake sio nzuri. Yupo katika chumba cha wagonjwa mahututi anapatiwa matibabu,
Na sisi kama madaktari ambao tunahusika na kuokoa maisha ya watu, basi tunaendelea kumsaidia mama yetu ili apate kuwa katika afya njema, arudi kulea watoto. Ilikuwa ni maneno pekee ambayo yalipata kusikilizwa vyema na Lasam, na baada ya hapo hakupata kusikia neno lolote lile. Moyo wake ulisimamisha mapigo kwa muda na hata akili yake iligoma kabisa kufanya kazi moja kwa moja. Alikumbuka miaka 2 nyuma ambapo alimpoteza dada yake baada ya kujifungua, na sababu ilikuwa ni kukosekana kwa damu katika mwili wake. Aliwaza na kuwazua, alihisi kama huenda angelimpoteza mke wake kwa siku ile, na ingekuwa ni kutokana na kupoteza damu nyingi. Jopo la madaktari ambao walikuwa wamebobea katika uuguzi sasa waliingia katika chumba maalum ambacho hulazwa wagonjwa mahututi, na lengo lilikuwa ni kuokoa maisha ya mpendwa Nina, mwanamke ambaye alifanikiwa kuleta watoto 2 katika huu ulimwengu. Na kila mmoja alikuwa amevalia mavazi meupe yaliyotambulisha kwamba wao walikuwa ni madaktari na sio wauza nyama, na walikuwa na barakoa na mikononi mwao walikuwa wamevaa gloves maalum kabisa ambazo zilikuwa zinazuia usishike damu, huku wakiwa na vipimo ambavyo vilikuwa katika mikono yao pamoja na shingoni. Na wote walifika katika kitanda hicho ambacho Nina alikuwa amelala. Inaonekana mashine imeshindwa kufanya kazi, alisema daktari wa kike ambaye ndo alikuwa kama anaongoza jopo lile. Kwani umeme hakuna ama? Mwingine aliuliza huku akiongelea na akisogelea katika ile mashine maalum ambayo ilikuwa imeunganishwa katika pua ya Nina ili aweze kupumua vizuri. Alipofika aligundua sio namba wala mshale, hata takwimu ambazo zilikuwa zinafanya kazi katika kioo cha mashine ile. Jamani, hebu tuangalie utaratibu hata kumboost kidogo. Naona kama tunakaribia kumpoteza hivi, alisema daktari baada ya kugundua ni kweli mashine ilikuwa imeacha kufanya kazi. Basi kila mmoja alikuwa amechanganyikiwa na walifanya juu chini ili kunusuru maisha ya Nina. Lakini kwa siku ile malaika mauti alikuwa na daftari ambalo liliandikwa jina la Nina, huku likipigiwa mkasi kana kwamba ni picha ambayo iko na watu ambao walikufa. Na alifika pembeni ya Nina na kusimama akamsalimu kidogo malaika huyu, na baada ya muda alihitaji kuchukua roho yake ili arudishe kwa Muumba. Ni kweli ilikuwa hivyo. Hakutaka kuchelewa sana na alifanya kile ambacho kilimleta mahali pale. Licha ya umahiri wa madokta ambao walikuwa pale, waganga na wauguzi wa hospitali, lakini hawakufanikiwa kumrudisha Nina ambaye alikwisha kufariki muda mfupi baada ya wao kuingia wakiwa na lengo la kutaka kumpa huduma ili arejee katika hali yake ya kawaida. Taarifa njema ilikuwa imeambatana na taarifa mbaya. Furaha iliamua kumpisha ndugu yake huzuni mahali pale ili naye atawale kwa muda. Si madaktari wala wauguzi na wafanyakazi wengine wa hospitali pale ambao walipokea taarifa ile kwa furaha. Kila mmoja alionekana kuhurumia sana watoto ambao walikuwa wamezaliwa muda mfupi nyuma. Walijikuta naishiwa nguvu na kunyong'onyea kabisa. Na hata namna ya kuanza kumweleza Lasam, yaani baba wa watoto, walikosa kabisa. Mvua ilikuwa imeanza kunyamaza taratibu, na mama wa Lasam ambaye ni bibi wa Grace alikuwa amekaa kwenye benchi moja pamoja na Lasam ambaye naye alikuwa pembeni kidogo kwa nje akiwa amejiinamia, akiwa juu hili wala lile. Alisikia mlio wa kitu kama kinajiburuza kwa chini, vikabidi atazame ni kitu gani. Alitupa macho upande wa chumba cha wagonjwa mahututi. Macho yake yalishuhudia daktari wawili wakiwa wanaendesha kitanda chenye matairi ambacho kwa juu kulikuwa na mwili wa mtu ambaye alikuwa umefunikwa na shuka jeupe. Kuna mtu kafa? Alijiuliza bila hata kupata jibu, na hakutambua kwamba yule ambaye alikuwa amefariki alikuwa ni mke wake kipenzi Nina. Aliotazama wale madaktari hadi walipoingia katika chumba cha kuhifadhi maiti, na yeye ndipo alipopata kurudisha macho yake sehemu ambako alikuwa amekaa. Alimtazama mama yake ambaye muda wote alikuwa anawaza kuhusu afya ya mgonjwa wao ambaye tayari alikuwa ameshafanikiwa kuleta mapacha, lakini afya yake haikuwa nzuri. Kwa hiyo daktari amesemaje ndani? Huko alikokuita msemaje? Mama Lasam aliuliza kwa sauti ambayo ilikuwa imejaa uchovu. Amesema kwamba yuko chumba cha mahututi, kwa hiyo nilikuwa natazama wale ambao wamepita pale, moyo kidogo kanipiga mbio, yani nikashtuka, alijibu Lasam huko akijaribu kujisugua sikio lake ambalo alihisi kama lilikuwa na mdudu kwa ndani. Wanafamilia wale waliendelea kupiga stori za hapa na pale na hawakuacha kuomba kwa Mungu mgonjwa wao apate nafuu ya afya. Samani mama, naomba unifuate. Naomba uje. Daktari mmoja ambaye alitoka upande wa mashariki ambako kulikuwa na wodi ya wazazi alisema na mama Lasam ambaye alisimama na kuanza kumfuata yule daktari. Macho ya Lasam hayakuacha kumwangalia mama yule ambaye alizama kwenye kona, na yule daktari naye aliamua kurudisha umakini katika wodi ya wagonjwa mahututi.
Ghafla alikuja daktari ambaye alitokea ndani ya chumba cha wagonjwa mahututi, na daktari huyo kwa mwingine bali alikuwa ni yule ambaye alitoka kuongea naye muda si mrefu kuhusu afya yake pamoja na mke wake Nina. Alimtazama kuanzia juu mpaka chini na kisha akarudisha tena macho yake katika uso wa daktari. Alimtazama kwa makini na ilikuwa ni kwa hali ya juu mno. Daktari baadaye aliamua kunyanyua mdomo wake na kumwambia, "Twende chumbani kwanza," alisema yule daktari. Daktari akitaka kumwambia ukweli Lasam kwamba mke wake amefariki kipindi akiwa nje, aliona ile ni taarifa mbaya ambayo alipaswa kumwandaa kisaikolojia ili hata atakapompatia basi asipatwe na mshtuko wote ule moyo wake, ama mshtuko wote wa akili ambao ungesababisha yeye kutokuwa sawa wakati ule. Baada ya kufika chumbani, alikaa katika kiti ambacho alitazamana na Lasam na kisha aliruhusu mdomo wake kufunguka sasa na akaanza kwa kusema, "Sina hakika sana kama kila binadamu anaweza kuishi milele, ingawa pilika zetu za hapa na pale za kutafuta ugali pia zinatufanya tusahau kwamba kuna kifo, lakini yote haya mwisho wake ni kwamba kila nafsi itaonja mauti, na kila aliyezaliwa na mwanamke basi siku zake za kuishi zinahesabika." Aliweka kituo daktari na kumtazama Lasam ambaye alishaanza kugundua kitu kutokana na kauli ile ambayo ilichota maneno katika Biblia pamoja na Quran. Sisi kama madaktari tuliobobea katika uguzi na tumedumu kwenye hii sekta kwa muda mrefu sana, tumejitahidi kwa hali na mali ili kunusuru maisha ya mpendwa wetu, lakini Mwenyezi Mungu alipaswa kutukumbusha kuwa lazima kwake tutarejea. Lasam, najua hii taarifa itakuumiza kuliko taarifa yote ambayo uliwahi kuisikia katika maisha yako, lakini naona nikwambie kwamba mpendwa wetu Nina tupo naye tena. Aliweka kituo kikubwa huku kijasho chembamba kikimtoka. Ulikuwa ni wakati mgumu sana wa kusema ukweli wa daktari yule, kama ambavyo madaktari wengine walikuwa wanapata ugumu sana pindi wanapotaka kuzungumzia ukweli kuhusu kifo cha mtu. Wakati kama huu kila neno huwa linapotea, na kama madaktari itakiwa kumwandaa vizuri sana mtu ambaye atapewa taarifa hii ili wasije kupoteza mtu mwingine. Sasa baada ya kupewa taarifa, kimya kilitawala na hakuna mbali zungumza, sio Lasam wala daktari. Wote walibaki wakitazamana huku macho ya Lasam akionekana kutoa machozi mfululizo. Baada ya kimya cha muda akaruhusu mdomo wake kuzungumza. "Ina maana yule ambaye alitoka kwenye kile chumba muda ule amefunikwa mashuka alikuwa ni mke wangu?" "Naam, ni yeye Lasam. Kama ambavyo nilikwambia, kazi ya Mungu haina makosa. Pole sana, na nadhani tungefanya utaratibu wa kumwandaa mpendwa wetu kwa ajili ya kwenda kwenye makazi yake ya kudumu, lakini pia tungeandaa mazingira ya kuwapa ndugu wengine," alisema daktari akinyanyuka na kumsogelea Lasam ambapo alikuwa akimwambia awape taarifa watu wengine. Basi mkono wa daktari ulitoka katika bega la Lasam na kisha alimgusa kidogo hivi. Kitendo hiki kilienda kufukua kilio ambacho mwanzo kilianza na kuikui, na kadri muda ulivyozidi kwenda ndivyo ambavyo kiliongezeka na sasa kilikuwa ni kilio cha mtu mzima. Kilio hiki kilisikika kutokea katika kila chumba na kila mtu ambaye alikuwa karibu na pale alipata kumsikia. Lasam alilia. Mwanaume alilia sana, alilia mpaka macho yake yalibadilika rangi na kuwa mekundu kutoka kwenye rangi nyeupe. Alifikiria ni vipi angeweza kuwalea watoto wake. Aliwaza maisha na ndoto ambazo aliwahi kuota pamoja akiwa na Nina. Aliwaza vitu ambavyo Nina alimwahidi kabla ya kwenda kujifungua. Alijikuta anaishiwa nguvu, muda mfupi mbele alipoteza fahamu na ikabidi daktari amchukue sasa na kwenda kumpatia matibabu. Ilikuwa ni majira ya saa 11 ambapo hospitali ilipata pigo la kumpoteza mwanamke ambaye alikuwa amejifungua, na kwa upande wa madaktari ilikuwa ni taarifa mbaya kwa sababu ilienda kuharibu sifa kituo kama ilivyozoeleka kwa watu wengi. Kipindi unaposikia mama mjamzito amefariki wakati anajifungua, basi usita kupeleka wagonjwa wao katika hospitali hiyo kwa dhana kwamba wauguzi walifanya uzembe wakati wa uzazi. So kwa upande wa madaktari tu ambao walikuwa na taarifa mbaya, lakini taarifa hii mbaya pia ilikuwa kwa familia nzima ya Lasam ambaye hivi sasa alikwisha poteza fahamu, na mama yake ambaye alikuwa ameitwa na daktari ile pate kuzungumza naye alikuwa upande wa pili, ambapo wakiwa katika chumba cha daktari maongezi yalianza baina ya mama Lasam pamoja na daktari ambaye alikuwa mbele yake. "Watoto wapo wawili na wote ni mapacha. Nimekuita hapa kwa kuwa wewe ni mwanamke na unajua namna ya kulea." Alikaa kimya akimtazama mama Lasam ambaye alibaki akimwangalia huko kichwa chake kifikiri nini ambacho daktari alikuwa anataka kukisema, lakini kisha aliendelea. "Mama yetu ametoweka duniani." Basi kabla hajamaliza mama Lasam alishika kichwa. "Tume," alisema kwa sauti kali ambayo ilibidi daktari amzoe. "Tafadhali mama, naomba kuwa mtu mzima. Najua kutaraji kabisa taarifa hii, lakini napaswa unisikilize haya ambayo natakiwa kukwambia."
aliongea daktari ili kumpoza Mama Lasam ambaye machozi yalianza kumtoka, na maneno daktari hakuyasikia hata vizuri. Masikio yake ilipeleka taarifa mpya katika ubongo wake, kwa hivyo taarifa ambayo ilikuwa ikimkumbusha kifo cha mtoto wake ambaye alifariki katika hospitali ile ambayo leo hii tena anapewa taarifa ya kifo cha Nina. Alikumbuka jinsi ambavyo alikuwa analumbana na mtoto wake kuhusu kumpeleka Nina katika ile hospitali. Mama, unajua hii sio sehemu sahihi Sawa, hatuna hela na tumetoka mbali, lakini jiulize dada alikufa wapi? Dadangu alikufa wapi mama? Si alikufia hapa? Alikuwa anakumbuka. Kwa unataka tufanyaje? Kama ni kifo ni mpango wa Mungu, acha twende bana. Kuzalia nyumbani serikali itatutafuta na watatufunga. Haya, ukisema umpeleke mwanao hospitali nyingine, hizo hela unazo sasa. Hii ilikuwa ni kumbukumbu ambayo alikuwa anaikumbuka muda mfupi baada ya daktari kumpa taarifa ya kifo cha Nina. Mamangu, naomba unisikilize nakuomba, maana sisi hatuhitaji kuendelea kupoteza watu wengine na hasa hivi vichanga vinatakiwa kuwa makini sana, na tunaamini kwamba utaweza kufanya hivyo. Tunataka kunusuru maisha ya watoto. Alikuwa akizungumza daktari, na ikabidi Mama Lasam sasa awe makini kumsikiliza. Nje ya hospitali jua lilianza kuchomoza sasa miali yake kutokea upande wa mashariki kwa jiji la Mwanza, na kila alikuwa hospitali pale alifahamu kwamba tayari kulikuwa kumpambazuka. Walikuwa mahali pale kwa ajili ya kuuguza wagonjwa wao, waliamka na kujiweka sawa, huku wengine wakikunja kanga pamoja na mashuka ambao walitumia kujifunika. Mama Lasam alikuwa ni mmoja wa watu ambao walipigwa na miale ya jua akiwa katika chumba cha daktari, akipewa baadhi ya maelezo ambayo angesaidia katika kulea watoto mapacha ambao Nina alikuwa amewaacha. Sasa ghafla mlango uligongwa na daktari ambaye alikuwa anaongea na Lasam. Kabla ya kuzimia aliingia ndani. Sura yake ilionyesha ni ya upole mno. Alikuwa ni kama mtu ambaye amenyong'onyea kwa kuishiwa nguvu. Kijasho chembamba kilikuwa katika eneo la pua yake. Alisimama pembeni ya kiti cha daktari ambaye alikuwa mle ndani, na kisha akamnong'oneza. Kuna taarifa mbaya kuhusu baba wale mapacha, alisema daktari huku akiweka kituo kidogo. Daktari mwingine alimwangalia Mama Lasam kwa jicho la kutafakari, na kisha alimeza mate kidogo, akarudisha macho kule daktari wa kwanza, na kisha akamwambia, nini kimetokea kwani? Kuna nini kwani? Samani, njoo uone mwenyewe, aliongea daktari mwingine ambaye alikuwa anaitwa Ishafu, huku akianza sasa kuondoka. Basi daktari alimwangalia Mama Lasam na kisha alimuomba kae pale kwa muda ambao yeye alikuwa akielekea kwenye chumba ambacho Lasam ambaye alikuwa amezimia alikuwepo. Mwendo wa nusu kutembea na nusu kukimbia, kama watu ambao walikuwa na haraka hivi, walijikuta wanafika katika wodi ambao Lasam alikuwa amelazwa. Walimkuta muuguzi akimfunika Lasam shuka mwili mzima. Mbona mfunika mwili mzima? Atapumua vipi sasa? Daktari aliuliza. Amefariki ambao tulikuwa tunampa matibabu, kwa hivyo natakiwa kumpeleka chumba cha kuhifadhia maiti, alisema muuguzi huku akianza kuvuta kitanda vizuri. Na hii ilikuwa ni kwa sababu alitaka aweze kukitoa katika chumba, na taarifa hii ilikuwa ni ngumu kuaminika katika masikio ya daktari ambaye licha uzoefu wake hakutaka kabisa kukubali. Aliomba kumsimamisha yule daktari, na kisha alichukua vipimo na kupima mapigo ya moyo ya Lasam. Aligundua ni kweli alikuwa amefariki. Mbele yake aliona ni mlima mzito ulikuwepo kwenda kumweleza kweli mama ambaye alikuwa amemwacha ofisini kwake, mlima ambao ulimtaka au pande na afikishe taarifa rasmi kwa Mama Lasam. Ni vipi atamwambia? Basi daktari huyu akaona namna ya kukaribisha jambo lile ambalo lilikuwa ni ngumu sana kwa upande wake, lakini pia kwa upande wa mtu ambaye anaenda kumfikishia taarifa ile. Basi alimtazama vyema na akatazama vizuri maiti ile, na akampa ruhusa daktari mwingine kupeleka maiti ile katika chumba cha kuhifadhia maiti huko ambako ingewekwa kwenye jokofu, na muda baadaye ingetolewa, ambapo Mama Lasam angeweza kumudu gharama za hospitali, basi angepewa hiyo miili. Basi aliondoka akiwa mnyonge mno. Mwilini mwake alikuwa ameisha nguvu kabisa. Alijichukia kana kwamba yeye ndo ambaye alisababisha kifo ambacho kilitokea mahali pale. Alitembea taratibu, na hata watu ambao walikuwa wanauguza wagonjwa hao walihisi kwamba kuna jambo pindi walipomwona daktari. Wengi walizungumza kwao, na yeye aliyopita bila hata kuwasalimia. Haikuwa kawaida yake kufanya hivyo, lakini alilazimika kutokana na mawazo ambayo alikuwa akipitia. Alifika hadi katika mlango wa ofisi yake, akashika kitasa kwa muda bila hata kufungua. Alianza kuingia ndani, lakini alisita, na hata mkono wake ulikuwa ukitetemeka mno. Mwili haukuwa tayari kabisa na haukukubaliana, na haukuwa na muda mwafaka kuzungumza kile ambacho alikuwa akitaka kukisema kwa Mama Lasam, lakini nafsi ilikuwa inamsuta. Hata moyo ulimpa matumaini kwamba pengine atashinda, lakini alikuwa anatakiwa kufanya hivyo, na hakukuwa na njia nyingine zaidi ya kukubali ukweli kwamba
mtu ambaye aliwampigania kwa nguvu zote pamoja na mke wake, mwisho wamepoteza maisha na wameacha vichanga wawili. Basi Mama Lasam akiwa ndani alihisi kama kitasa cha mlango kimeguswa hivi. Aliwaza nani ambaye alikuwa mahali pale, lakini alipuuzia na kuamua kuendelea kuangalia picha ya rais ambaye alikuwa madarakani, ambaye alikuwa imetundikwa juu ya ukuta hivi, na alikuwa kitafakari maisha yatakuwaje na vipi atafanikiwa kutoa mwili mochwali aliwake ishiwa nguvu. Alisikia mlango ukifunguliwa, naye aliamua kurudi na kurudisha macho yake katika mlango ili kutazama apate kufahamu nani ambaye alikuwa anafungua mlango ule. Sasa alikutana macho kwa macho pamoja na daktari ambaye alikuwa amenyong'onyea mno, lakini baada ya kutazamana kwa sekundi kadhaa akajifanya kwamba anajikomaza, ilikuwa sawa, na mwisho akamwambia, mama samani nimechelewa kidogo, alisema daktari, na mwisho akakaa katika siti yake. Usijali, najua ni majukumu mengi, kwa hiyo hivyo ulisema kwamba. Mama Lasam aliuliza na alitaka maongezi yao yaendelee pale ambapo waliishia. Basi kichwa cha daktari kiliwaza aanzie wapi kumwambia ukweli na kisha ampe vipi utaratibu wa kuhudumia watoto. Yaani hakujua aanze kumpa taarifa ile ya msiba mpya ama aongelee kwanza namna ya kutunza hao watoto mapacha. Alijikuta na shindo cha kufanya. Yaani moyo wake ulitengeneza maumivu ambayo yalisambaa katika ngozi, na hata mafunzo yake ambayo alipewa akiwa chuoni ya kuhimili maumivu ili ampe moyo mgonjwa hakuweza kabisa. Daktari leo hii alishindwa kabisa kufua dafu mbele ya maumivu ambayo alikuwa akiyapata wakati ule akitaka kumpa taarifa Mama Lasam. Basi machozi yalianza kumdondoka na yeye alijikaza kidogo kidogo, huku akitoa kitambaa cha kufutia mafua na jasho, na kisha alifuta machozi yale. Mdomo wake ulikuwa mzito kuzungumza, na hata kichwa chake kilikubaliana na ubongo kwamba havitaweza kuzalisha maneno mengi kwa wakati ule. Kwa hivyo mwisho alijikuta tu anasema, mama, kila linalokuja linakuja na funzo ndani yake. Najua Mungu yupo na anatupa mitihani kila siku, lakini anatupenda, ndio maana anatupa mitihani ambayo tunaweza kuivuka. Mitihani hii kwa mwanzoni unaweza kuiona ni migumu, lakini baadaye inakuja na kuwa rahisi sana, kwa sababu ili ufike lazima upite mitihani. Aliweka kitu ili kumpima mama kama ameanza kumuelewa Mala. Mama Lasam yeye alikuwa makini kumsikiliza na kumtazama, huku masikio yake yakikubali kupokea kauli za daktari, na kisha zilipeleka katika ubongo, na huko zililinganishwa na taarifa ya kifo cha Nina, na zikamwambia kwamba daktari anahitaji kumpa utaratibu wa kulea watoto, kwa hivyo alitakiwa kuungana na mawazo hayo. Basi mchakato huo mawazo kutoka katika ubongo wake ulimfanya naye akachangia hoja. Najua hilo mwanangu, nafahamu fika mimi ni mtu mzima, nimekula chumvi nyingi kiasi. Hapo umri wangu ni miaka 65, lakini ndio hivi naonekana hivi. Katika maisha yangu nimepitia mambo mengi sana, kama mwaka jana hapo, sijui juzi nilimpoteza mwanangu na mjukuu wangu, lakini yote hayo najua ni mitihani, kwa hiyo hata huu ni mtihani tu. Kwa hiyo naomba unipe tu mambo mengine ambayo kama mtaalamu unaweza kunipa ili nisije nikafanya mambo ya makosa wakati nalea watoto. Basi Mama Lasam aliongea vile akiwa ameelewa kabisa tofauti ajenda ambayo daktari alitaka kuiongea. Basi maneno yake yalimfanya daktari yahisi alitakiwa kusema ukweli bila hata kupepesa wala kutumia mafumbo, kwa sababu tayari alishakuwa amemwandaa kisaikolojia, na hata hivyo alishakubali kwamba amepitia mambo mbalimbali katika maisha yake. Kwa hivyo aliamua kumpa ukweli. Mama, nilipoitwa nikaenda kusikiliza na kutazama huko, ni kwamba hakukuwa na taarifa njema. Hakuna taarifa njema ni kwa sababu mpendo wetu, yani baba wa watoto, pia naye amefariki, alisema yule daktari ambaye alifuta machozi katika macho yake huku akimtazama Mama Lasam ambaye hakuamini kile alichokuwa anaambiwa na daktari. Ukweli huo unakuwa ni mchungu zaidi ya mwarobaini. Maneno yanauma kuliko hata meno. Mama Lasam, maneno ya daktari yalimuuma mno. Yalimwingia katika moyo wake na kuchimbua vidonda vyake vya maumivu ambavyo aliwahi kuvipata miaka nenda rudi huko nyuma. Uso wake ulishindwa kuhimili maumivu ambayo alikuwa akiyapatia. Aliruhusu machozi pamoja na mdomo wake vyote kwa pamoja vizungumze. Macho yalizungumza na kutoa machozi, na mdomo ulizungumza na kilio cha kwikwi ambacho baadaye kilikuja kuwa ni sauti kubwa. Ina maana mwanangu sitakuja kumuona tena, mtoto wangu wa kiume ambaye alibaki katika ulimwengu. Lasam mwanangu. Hapana daktari, sio kweli. Sio kweli mwanangu yuko hai, na kuomba tafadhali naomba uniambie taarifa nyingine. Sio hii kweli mwanangu asiwe hai. Kwa nini mimi niache na nani? Mimi sio kweli daktari, nakataa, alisema Mama Lasam huku machozi yakimtoka kama maji. Mdomo wake haukuwa unatamka maneno kwa kutulia. Kila neno ambalo alikuwa kilitoa lilikuwa na kitetemeshi ndani yake.
Daktari alimwangalia huku akijitafakari afanye jambo gani. Alijuta kwa nini alisema taarifa kama hili, lakini hakuwa na njia nyingine zaidi ya kukubaliana na ukweli kwamba hata Lasam naye hayuko tena katika ulimwengu. Mama, ujue najua unaumia sana, lakini ukweli utabaki kuwa ni ukweli kwamba Lasam tuko naye tena hapa. Hayupo na sisi jukumu letu ni kufanya taratibu zingine, alisema daktari kama kutaka kumweka sawa mama Lasam. Basi mama huyu alilia sana huku akimuuliza mwanae Lasam kwa nini alikuwa anamwachia mizigo mingi namna hii na watoto ambao alikuwa anawaacha akiwa changa, basi nani ambaye atawalea? Na alikuwa akijiuliza kwa maisha gani ambayo yeye alikuwa nayo mpaka kuweza kulea watoto wale. Ama hakika alikuwa akilia sana, akilalamika pia maisha ambayo anaishi katika kibanda chake cha nyasi ambacho hata hajui kipo ama hakipo kulingana labda na mvua, lakini pia akawa anawaza kwamba kuna maisha mengine. Lakini baadaye akawa anamuita Nina akimwambia, Nina, amka basi, amka hata wewe mamangu, amka basi uje kunisaidia angalau kunyonyesha watoto. Mungu, ni majaribu gani ambayo unanipa? Mbona moyo wangu unaumia hivi? Lakini mbona mimi nilifurahi tu kupata hawa wajukuu? Mbona niliridhika baada ya kusikia kwamba Nina labda amefariki nikijua labda Lasam atanisaidia kulea watoto, lakini naye unachukua wazazi wote wawili jamani. Ama kuna sehemu ambapo mimi nimekosea natakiwa kutubu jamani? Kwa nini naadhibiwa namna hii? Mungu nionee huruma jamani, haya maumivu unaonipa siwezi jamani. Mama Lasam alilia mpaka moyo wake ulianza kumuuma. Alihisi kabisa kuishiwa na pumzi na muda mfupi mbele alipoteza fahamu na ikabidi madaktari wampeleke katika chumba maalum huku akiagiza madaktari wafanye utaratibu wa kumtibu. Yes, msikilizaji, na hivi ndivyo ambavyo tumeanza simulizi yetu mpya kabisa. Ikiwa hii ilikuwa ni sehemu ya kwanza kabisa katika simulizi hii, ndo kwanza simulizi imeanza ikiwa na visa na mikasa. Unafikiri nini kitafuata? Nini utabiri wako na nini ambacho unakienjoy katika msimu huu? Andika maoni yako hapo chini, andika vile ambavyo unajisikia, lakini pia usisahau kutuambia unatusikiliza ukiwa wapi. Mimi nikusii tu na nikusisitize endelea kuisikiliza ama kuifuatilia simulizi zetu Media Channel. Nyuma mic, jina langu naitwa Tutu. Kumbuka huu ni uandishi wa kwake Sam Dafur.